Maranatha. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha ndugu zangu, kaka na dada popote mlipo katika channel yetu hii ya Maranatha. Siku hii ya leo tunakwenda kutazama somo ambalo litakuwa ni mwendelezo wa somo lililopita. Tulitazama kisa cha wanawali 10 na tukatazama mambo mengi sana katika hawa wanawali 10. Lakini kabla kuona somo letu hili la siku hii ya leo, ambapo leo tunakwenda kutazama kinachoenda kutokea usiku wa manane. Kinachoenda kutokea usiku wa manane ndilo somo la siku hii ya leo. Kwa hiyo kabla tujaanza somo letu hili, basi niwaalike popote mlipo, mnapopata fursa pamoja nami tunaweza kupiga magoti na kupata kuomba. Karibuni sana. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba mwema mwenye upendo, tunachukua fursa hii kusogelea kiti cha rehema, maana umesema tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri ili tuweze kupata neema na rehema kutusaidia wakati wa mahitaji. Hata sasa Bwana, tunaishi katika kipindi cha mahitaji. Tunahitaji nguvu, tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunahitaji kutambua kama kanisa ambapo tunaishi katika historia hii ni mwishoni sana, yani jioni ya kanisa ya historia ya dunia yetu hii. Hivyo tusaidie Bwana kuweza kuwa tayari na kuamka kadiri unavyotamani ili tuweze kuzitengeneza taa zetu na tuwe na mafuta ya kutosha ili kuweza kufika usiku wa manane. Neema yako ikawe nasi siku ya leo tunapenda kujifunza mimi pamoja na msikilizaji, ukatujaze Roho Mtakatifu na ukatusaidia kupata uelewa sahihi wa Biblia kama vile unavyotamani tuweze kufahamu. Ni kupitia jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amina. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji pia, mbingu zinahitaji tuweze kufahamu kwa upana na kwa uwazi neno la Mungu kama vile ambavyo Mungu anahitaji tuweze kufahamu. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Amos sura ile ya 3 na ule mstari wa 7, Biblia iko wazi ikisema maneno yafuatayo katika Amos sura ya 3 na ule mstari wa 7. Kuna wakati mwingine tunadhani mambo haya yako mafichoni, mambo haya hayawezi kueleweka, lakini sio kweli. Mambo yanayohusu wokovu wetu mbingu zimeweka wazi kabisa. Unaposoma Amos sura ya 3 na ule mstari wa 7, Biblia inasema maneno yafuatayo kwamba hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote. Sikiliza hapa, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote. Anaposema lolote ina maana mambo yote, hakuna hata moja, bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hiyo Mungu hatafanya neno lolote bila kuliweka wazi kwa watumishi wake manabii siri zake. Katika kila kizazi kwenye historia ya dunia hii, katika kila kizazi Mungu amekuwa akituma wajumbe, amekuwa akituma waonaji, amekuwa akituma manabii na walimu kwa lengo la kufundisha kanisa, kwa lengo la kufundisha dunia na kuelimisha watu kuhusiana na mambo matakatifu, kuhusiana na mambo ya Mungu. Na Biblia hii imejaa siri za mpango wa ukombozi. Tunaposema Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia au kuwafundisha watumishi wake manabii, yani tunamaanisha kwamba Mungu hatafanya neno lolote bila kuweka wazi siri za mpango wa ukombozi. Lakini unaposoma pia Biblia yenyewe inasema maneno mengine kwamba katika Kumbukumbu la Torati sura ile ya 29, tunaweza tukafika pamoja katika Kumbukumbu la Torati sura ya 29 na ule mstari wa 29. Ni rahisi kuifahamu. 29 Kumbukumbu la Torati 29. Hapa napo Biblia inasema maneno yafuatayo katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Nasema hivi, mambo ya siri ni ya Bwana. Sikiliza hapa, mambo ya siri ni ya Bwana. Lakini katika Amos anasema kwamba hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Lakini hapa anasema kwamba mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Sasa anamaanisha kwamba kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka katika ufahamu, ameweka katika ukomo kwenye ufahamu wa mwanadamu. Kuna baadhi ya mambo mengine mwanadamu ukifahamu hayakusaidii chochote, lakini kuna mambo ambayo mbingu zimefunua, yani kuna siri zingine ambazo mbingu zimeweka wazi. Sasa hizo siri ambazo mbingu zimeweka wazi, hizo ndo za kwetu sisi pamoja na watoto wetu. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kuyafanya maneno ya sheria ya Bwana. Sasa
Mungu anachohitaji kwenye kila kizazi, watu waweze kufahamu wajibu wao walionao kwenye kizazi husika. Kila wakati Mungu anakuwa anatoa nuru, na anapotoa nuru, ile nuru inakuwa inakusudiwa ieleweke kwenye hicho kizazi. Kwa hiyo hata kipindi ambacho wewe na mimi tunaishi leo, tena kuna nuru imeongezeka tofauti na nuru iliyokuwepo wakati wa Mama Ellen G. White kama nabii wa Mungu katika kizazi hicho, tofauti na nuru iliyokuwepo wakati wa kina Mtume Paulo, walipokuwa wakina Petro, hata nyakati za kina Musa, nyakati za kina Elia, nyakati za kina Elisha, na wote walioishi nyakati za nyuma. Wote hao wameishi katika vipindi mbalimbali ambapo kila wakati Mungu anakuwa anatoa nuru husika ili kuliongoza kanisa lake kufika mahali pale ambapo Mungu anakusudia liweze kufika. Sasa kanisa hili la Waadventista wa Sabato ni kanisa la mwisho kabisa katika mtiririko, katika historia ya kanisa la Mungu duniani hapa. Hii unatakiwa kuelewa kama hivyo ilivyo, kumaanisha kwamba wewe na mimi tumeitwa kufunga historia ya dunia hii. Kwa hiyo ni muhimu kiasi gani sasa kuweza kuwa macho na kukesha inavyopaswa, ili kusudi tuweze kutambua nyakati hizi ambazo wewe na mimi tunaishi. Na cha ajabu na kusikitisha ni kwamba katika kipindi cha kanisa la Mungu hapa duniani ni kipindi kimoja tu ambacho kinalala kuliko vipindi vingine vyote. Unaona kipindi cha zamani ambapo tunaangalia mwanzo wa kanisa tangu wakati wa Adamu, unafika wazee, unakuta mpaka wana wa Israeli huko wakina mzee Ibrahimu, nyuma kabisa kuna Nuhu, unakuta huko hao wenzetu walikuwa macho kutazama yale ambayo Mungu alikuwa anayafunua kwa wakati wao, na wakashirikiana na Mungu kikamilifu kwa lengo la kuhakikisha ukombozi unakamilishwa kwenye hii dunia. Sasa kipindi cha mwisho kabisa cha kufunga historia ya dunia hii, shetani anakifahamu. Na ndio maana katika Biblia ukisoma Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 12, maandiko yanasema maneno yafuatayo. Ufunuo 12 na ule mstari wa 12. Biblia inasema hivi: kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Huu wakati mchache tu ambao unazungumziwa hapa ni wakati ambao Mungu au baraza la mbinguni lilikaa na likampatia shetani muda wa kufanya sera zake zieleweke kwenye hii dunia. Si naye pia alidai mamlaka ya Mungu sio mamlaka yenye upendo? Na walisema kwamba Mungu sheria yake ana upendeleo na mambo mengine mengi tunayofahamu, tuhuma nyingi ambazo shetani aliziweka kwa Mungu. Na hivyo akajipatia malaika waliomunga mkono, akajipatia malaika waliosapoti mawazo yake. Hii ni ajabu sana ndugu yangu unayenitazama, kwa sababu huyu kiumbe ni kiumbe wa hatari sana. Ikiwa malaika ambao hawakutambua dhambi, ikiwa malaika ambao hawakuzaliwa na mwanadamu yoyote, malaika ambao hawajawahi kutenda dhambi hata siku moja, malaika ambao hawajawahi kusengenya hata siku moja, walishawishika na shetani na wakaamini mawazo yake, na hivyo likachukuliwa jeshi theluthi la malaika wa mbinguni wakatupa pamoja naye hapa duniani. Na ndio maana Biblia inasema kwamba shetani atakusudia kuwadanganya yumkini hata walio wateule. Sasa wewe na mimi tumezaliwa katika mazingira ya hovyo kabisa, tumelelewa katika mazingira ya hovyo kabisa, tumefanya dhambi nyingi sana hadi pale neema ya Mungu ilipotukuta. Sasa leo hii tunatembea katika njia ya Mungu, lakini bado tunakuwa tuna mawazo mengi. Niambie, unadhani shetani atakuwa na kazi kubwa kukushawishi uache njia ya Bwana? Sio kazi kubwa kwake, ni kazi nyepesi sana. Ikiwa hatutajikita mizizi, mawazo yetu na miguu yetu ikiwa haitakitwa kwa Kristo kikamilifu na neno lake na ukweli wake, ni dhahiri kwamba shetani atatudanganya. Sasa basi shetani anatambua kwamba ana wakati mchache tu, na hivi tangu pale alipomuongoza mwanadamu wa kwanza kuingia dhambini, pale Eden alipoongoza wazazi wetu kuingia dhambini, hadi pale ambapo atamaliza kazi yake, maandiko yanasema anajua kwamba na wakati mchache tu. Na wewe na mimi tupo katika kipindi cha historia ya kanisa ambapo ni mwishoni kabisa. Sasa kisa cha wanawali 10 kinatuleta katika mazingira ya kutambua kanisa la Mungu ni kanisa linaloishi jioni kabisa katika historia ya dunia hii. Hebu tusome hiyo katika kile kitabu cha Vielelezo vya Mafundisho ya Kristo. Vielelezo vya Mafundisho ya Kristo, katika ile sura ya mwisho kabisa ambapo inazungumzia kuhusiana na kisa cha Mathayo sura ya 25, ambapo katika Mathayo
25, kisa cha kwanza kinachozungumziwa hapo ni kisa cha wanawali 10. Sasa hebu tuone maneno hayo. Biblia inasema kupitia roho ya unabii maneno yafuatayo kwamba wanawali 10, nasoma ukurasa wa 325 kwa Kiswahili. Inasema hivi: wanawali 10 wanakesha jioni ya historia ya dunia hii. Wanakesha jioni ya historia ya dunia hii. Na anasema wote wanadai kuwa Wakristo. Wote wana wito, wana jina, wana taa na madai yote ya kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo hawa ni watu wanaoamini kwamba Yesu anakuja karibuni, na bila shaka ndivyo hivyo walivyokuwa wanaamini, na ndio ukweli ulikuwa hivyo. Na ndio maana Biblia inasema kwamba kundi linalowakilishwa na wanawali wapumbavu sio wanafiki. Anasema kundi linalowakilishwa na wanawali wapumbavu sio wanafiki. Kusema hivi anamaanisha hawa watu walikuwa hawaigizi maisha. Walikuwa haendi pale kwa lengo labda kuwafariji wenzao na nini. Hapana, walikuwa wamejitoa kikamilifu kwa Kristo na kutamani kutenda mapenzi ya Mungu. Ila ni nini sasa tofauti kati ya wanawali 10 na wanawali 5 wapumbavu na wanawali 5 werevu? Tutaona hapo mbele kwa uzuri sana. Anasema hivi: wote kwa wazi wanangojea marejeo ya Kristo, lakini 5 hawakujiandaa. 5 watakutwa wamestajabishwa, wamejawa hofu nje ya ukumbi wa sherehe. Kumbe 5 watakutwa wakiwa wana hofu, wakiwa wameshtukizwa. Wanasema watakuwa wamekuwa surprised. Yani kwao tukio la kusikia bwana harusi, tumlaki bwana harusi, tumlaki bwana harusi, kwao watakutwa kwa namna ya surprise. Sasa tukirudi katika Biblia yetu wapenzi wa wasikilizaji na watazamaji, katika Biblia unaposoma Mathayo sura ile ya 25, hiki ni kisa makini sana na ni kisa muhimu sana cha kuzingatia. Huu mfano ni mfano muhimu sana kwetu kujiuliza mara kwa mara kwamba mimi ni mwanamwali wa namna gani? Mwanamwali mpumbavu au mwanamwali mwenye hekima? Je, nina taa yenye mafuta na pia nina mafuta ya ziada na taa yangu inawaka? Na je, kama inawaka sasa itawaka mpaka mwisho wa wakati? Kwa sababu wote tunaambiwa, maandiko yanasema walitoa taa zao na kwenda kumlaki bwana harusi. Unasikia hapo? Ina maana kumbe walikuwa wamepiga hatua fulani ambazo zinazohusiana na kumlaki bwana harusi. Unajua hata leo wapenzi wasikilizaji na watazamaji, ni kwamba mbingu zimetoa maelekezo ili tuweze kumlaki bwana harusi. Mbingu zimetoa maelekezo ili kuweza kufika usiku wa manane. Na kimsingi tunafanya haya maandalizi. Lakini swali ni kwamba haya maandalizi tutayafanya mpaka mwisho? Tunaishia hatua ngapi? Tunapiga hatua 1 2 tunaishia hapo? Mtume Petro anaandika katika ngazi, anasema katika imani tieni na maarifa na wema na kiasi na vyote hivyo. Ina maana usiishie tu kwenye maarifa, usiishie tu kwenye kiasi, usiishie tu kwenye, hapana, piga zote mpaka kufikia hatua ya mwisho kabisa, ambapo hapo anataka Mungu tuweze kufikia kwenye upendano. Na tunapofikia kwenye upendo, basi hapo tunakuwa tumefikia wakati wa kuitimiliza sheria yote. Sasa Mungu anatuambia hapa katika kitabu cha Mathayo sura ya 25, anasema hivi: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao. Hii ndio tofauti hapa. Taa walizitwaa lakini hawakuchukua mafuta. Mstari wa 4, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hao wengine wenye busara, tofauti iliyotokea kati ya wenye busara na hawa wapumbavu ni kwamba hao wenye busara walichukua taa, lakini sio taa tu, walichukua pia na mafuta ya ziada kwenye vyombo vyao. Tunaendelea mbele kidogo, tusikize kwa makini sana hapa. Maandiko yanasema katika mstari wa 5, hata bwana harusi alipokawia wote wakasinzia, wakalala usingizi. Kumbe kuna kipindi cha kungojea, kuna kipindi cha kukawia. Na ndugu zangu, kiukweli tukio hili tunaozungumza hapa, tukio hili la wanawali 10 sio tukio la kuja kwa Yesu mara ya pili, hapana, bali ni tukio linalohusiana na hukumu ya upelelezi. Na tukizungumzia hukumu ya upelelezi, tunaweza tusitenganishe na marejeo ya Kristo ya mara ya pili, kwa sababu ni wale watakaoweza kusimama katika hukumu ya upelelezi ndio hao watakaoweza kusimama wakati Kristo ajapo mara ya pili. Tunatambua kwamba tunaishi wakati wetu huu ambapo tupo hai, lakini wapo wale wanaolala mauti sasa na wapo wale watakaolala mauti hapo baadaye. Katika wale tulio hai, makundi ni mawili.
kuna wale walio hai upande wa Bwana na kuna wale walio hai upande wa adui. Na vile vile waliolala, wapo wale waliolala upande wa Bwana, maana maandiko yanasema heri wafu wafao sasa katika Bwana. Alafu pia kuna wafu wanaokufa upande wa adui. Na shetani anajua kabisa makaburi yote na watu wote ambao wanalala upande wake, shetani anaweka muhuri akisema kwamba huyu ni mtu wangu. Huyo mtu hatafufuka wakati wa kuja kwa Kristo mara ya kwanza, mara ya pili. Huyo mtu atafufuka wakati wa kuja kwa Kristo mara ile ya tatu, baada ya miaka 1000 ya juu mbinguni. Na kama amelala katika adui ya upande wa adui, ina maana atakapofufuliwa atainuliwa vile vile na udhaifu aliolala nao. Kama amelala akiwa anaumwa ugonjwa fulani, basi atainuka na huo udhaifu. Kama alilala akiwa anaumwa kansa, atainuka na hiyo kansa. Kama alilala akiwa amepigwa risasi, basi atainuka na hali hiyo hiyo ya udhaifu na mawazo hayo hayo ya udhaifu. Na ndio maana ndugu zangu, ni muhimu kiasi gani kila wakati kujichunguza na kujihoji kwamba mawazo yangu mimi kila siku, mienendo yangu mimi kila siku, je, ni hiyo ambayo iko upande wa Bwana? Tunaishi katika dunia ambayo imeathirika na dhambi sana. Tunaishi katika dunia ambapo leo hii kumua mtu ni jambo la kawaida kabisa. Unaweza kutembea ukafika hapo nje ukapigwa risasi ukafa, ukachomwa kisu ukafa, jambo lolote likakukuta. Sasa swali ni hili, kila wakati mawazo yako ndio yako upande wa Bwana? Maana wazo utakalolala nalo ndilo wazo utakaloamka nalo. Na ndio maana Bwana anatuambia katika kitabu cha Roho Nabii, katika Roho Nabii maandiko yanasema hivi, sitaweza kuiweka hiyo nukuu hapa, lakini inasema kwamba wale wanaweza kutafuta, wanaweza katafuta. Anasema hivi, wazo la mwisho la usiku unalolala nalo ndilo, kwanza anasema wazo lako la mwisho la usiku unapoenda kulala linapaswa kuwa kwa Mwokozi wako, kwa sababu wazo hilo unalolala nalo ndilo hilo ambalo wewe utaamka nalo. Sasa basi vile vile wale ambao wanaolala upande wa Kristo ni kwamba mawazo yao, akili yao wameweka upande wa Kristo na wataamka na mawazo hayo hayo. Kama amelala akiwa na waza mbingu mpya nchi mpya, oh Yesu nikumbuke katika ufalme wako, akilala hivyo, atakavyoamka wazo lake litakuwa ni hilo hilo. Lakini kama amelala amewaza kwamba nikiamka asubuhi lazima nitaiba, nikiamka asubuhi nitampiga yule, nitamtandika makofi, nitampiga kweli kweli, akilala hivyo, basi wazo lake atakaloamka nalo litakuwa ni hilo hilo, na ni dhahiri kwamba hawezi kuamka upande wa Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, maandiko yanasema kwamba hata lakini usiku wa manane pakao na samani. Kabla hapo tukirudi Juma kidogo, mstari ule wa 5, hata bwana harusi alipokawia wote wakasinzia wakalala usingizi. Kwa hiyo kwenye kulala usingizi hapa natamani tuweze kuelezea mambo fulani ya msingi sana, kwa sababu tukio hili tunalozungumzia hapa ni tukio la hukumu ya upelelezi, sio tukio la marejeo ya Kristo wa mara ya pili. Hebu tuthibitishe hiyo hoja kutoka katika kile kitabu cha Pambano Kuu. Pambano Kuu tunasoma ile sura ya 24, lakini nitasoma ukurasa wa 245. Pambano Kuu ukurasa wa 245. Naomba nizungumzie tukio hili la kisa cha wanawali 10 linamaanisha nini? Nabii anasema nini hapa? Maana tunaona wazi kwamba Mungu kanisa lake amelipatia Biblia pamoja na roho ya unabii, ili kuweza kutambua mpaka mwisho wakati. Maana tunaambiwa tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, na tukilitazama hilo ni kama taa inayong'aa mahali penye giza. Tutafanya vyema hivyo basi mpaka itakapopambazuka nyota asubuhi, Yesu Kristo kuja mara ya pili. Hivyo basi hatuwezi kujikwaa mahali popote ikiwa tutalitumia neno imara la unabii. Sasa hapa tunaambiwa kwamba kuja kwa Kristo kama kuhani wetu mkuu katika patakatifu mno, kuja kwa Kristo kuja kwa Kristo kama kuhani wetu mkuu katika patakatifu mno kwa ajili ya kupatakasa patakatifu kumeelezwa katika Danieli 8 mstari ule wa 14, na hii kweli iko wazi. Hivyo hivyo tunazungumzia hukumu ya upelelezi. Tunaambiwa kuja kwa mwana wa Adamu kwa mzee wa siku, mkato, kama kulivyoelezwa katika Danieli 7:13, mkato, na kule kuja kwa Bwana katika hekalu lake kulikotabiliwa na Malaki, mkato. Yote ni maelezo ya tukio moja. Yote ni maelezo ya tukio moja. Tukio gani hilo? Tunaona wazi kwamba tukio linalozungumziwa katika Danieli 8:14 ni tukio la hukumu ya upelelezi kuanza mwaka 1844. Alafu anaendelea anasema hivi, na hili pia linawakilishwa na kuja kwa Bwana
harusi harusini, mkato, kuliko elezwa na Kristo katika mfano wa wanawali 10 wa Mathayo sura ya 25. Hivyo basi tunaona wazi kumbe kisa cha wanawali 10 katika Mathayo sura ya 25 ni kisa kinachoelezea swala zima la hukumu ya upelelezi. Sasa hukumu ya upelelezi nayo ina vipengele vyake. Kipengele cha kwanza cha hukumu ya upelelezi ni hukumu ya upelelezi kuanza kwa waliokufa, ambapo ilianza mwaka 1844. Kipengele cha pili ni hukumu ya upelelezi kuhamia kwa walio hai. Na itahamia kwa walio hai lini? Itahamia kwa walio hai wakati wa kupitishwa kwa sheria ya Jumapili. Wale ambao hawajapata nafasi ya kusikiliza masomo haya, basi yako wazi tu katika channel hii ya Maranatha. Unaweza ukatazama hizo video za hukumu ya upelelezi, utajionea wazi kwamba hukumu ya upelelezi itahama kutoka kwa walio kufa kwenda kwa walio hai wakati wa kutangazwa kwa sheria ya Jumapili. Na hivyo basi Bwana ametupatia maelekezo ya kutusaidia kuweza kutambua namna gani ya kuandaa watu kusimama wakati hukumu ya upelelezi itakapohama. Hebu tazama hiyo nukuu hapo, inapatikana kitabu kile cha manuscript, gombo lile la kwanza, ukurasa wa 228. Maandiko yanasema wazi kwamba kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu, kusudi la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu ni kuandaa watu kusimama kikamilifu kwake wakati wa hukumu ya upelelezi. Sasa huu wakati wa hukumu ya upelelezi unaozungumziwa hapa katika hii nukuu, sio ile iliyoanza mwaka 1844, yani kwa waliokufa, hapana, bali ni pale itakapotoka kutoka kwa waliokufa kwenda kwa walio hai. Na maana hii inathibitisha wazi kwamba waliokufa huwezi kuandaa kusimama kwa sababu tayari wamekwisha kufa. Huwezi kuandaa kusimama. Kwa hiyo uwepo wetu kwenye hii dunia, uwepo kanisa hili kwenye hii dunia ni kuwasaidia watu au kushirikiana na Kristo kikamilifu kwa lengo la kuandaa watu kusimama wakati wa hukumu ya upelelezi. Ndugu zangu, hebu tuendelee mbele na somo letu hapa. Tufike ule mstari wa 6, maandiko yanasema hivi: lakini usiku wa manane, baada ya watu wote kulala, makundi yote mawili kulala, lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Hizi kelele zinasikika nje. Hawa watu wanawali hawa 10 wamelala ndani, na hizi kelele zinasikika huko nje. Hasa hizi kelele ni nini? Hizi kelele ni kitu gani ndugu zangu? Biblia inazungumzia kitu hicho ambacho roho ya nabii pia inazungumza. Ndugu zangu, ni muhimu sana kutambua haya mambo kwa sababu wakati ni mchache sana tuliobakiwa nao. Naomba nisome ukurasa wa 325 kitabu hiki cha Vielelezo vya Mafundisho ya Kristo. Nitasoma kuanzia juu kidogo. Maandiko yanatuambia wazi kwamba katika kipindi hiki, labda tumalizie hapa kusoma afu ndipo tutazama hii nukuu itakayotupatia ufahamu wa moja kwa moja. Anasema kelele zikasikika, haya tokeni mwende kumlaki. Mstari wa 7, mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitengeneza taa zao. Kumbuka walikuwa wamelala na taa zao, na taa zao zilikuwa zinawaka. Unasikia mpaka wakati wa usiku wa manane. Usiku wa manane ulipofika, wakaamka baada ya kusikia hizo kelele, wakaanza kuzitengeneza taa zao. Kwa kelele zile zilizosikika zisingemfanya hata mwanawali mmoja kulala. Wote wakaamka na kuanza kuzitengeneza taa zao. Maandiko nasema, wale wapumbavu wakaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Baada ya kuamka usiku wa manane, wale wanawali wapumbavu wakatambua kumbe tulikuwa hatuna mafuta ya kutosha. Hivyo kawaambia wale wengine wenye busara, basi jamani, tupatieni nini? Mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Hadi wakati huo usiku wa manane bado taa zao zinawaka, lakini sasa wanaona zinaanza kuzimika, na ndio maana wakaomba tupatieni mafuta kidogo. Haya, tuendelee mbele kidogo, tutazame mstari unaofuata, mstari wa 9. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi, afadhali shikeni njia mwende kwa uzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari, pigia mstari neno waliokuwa tayari, wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Maneno kusikitisha hayo, mlango ukafanyaje? Ukafungwa. Sikiliza maneno yanayofuata hapo,
Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi, siwajui ninyi. Mstari wa 13, basi kesheni kwa sababu hamjui ni siku wala hamjui siku wala saa. Tuweke pause kidogo hapo sasa. Ndugu zangu, haya maneno ni marahisi sana kuyazungumza, ni marahisi kuyasoma, lakini uzoefu wake unapokuja katika uhalisia wa maisha sio jambo jepesi. Kumbuka, wote hawa wanamgoja Bwana, wote hawa wana nia thabiti kwamba Bwana anakuja, tuwe tayari kumlaki Bwana wetu anapokuja mara ya ngapi? Mara ya pili. Wote wana wazo na nadharia kwamba tuweze kusimama wakati huo, lakini inawakuta tu kwamba hawako tayari, inawakuta tu kwamba hawana mafuta ya ziada. Hebu tutazame nabii anazungumza nini katika uzoefu huu. Tuliona wazi kwamba mafuta ni ishara ya Roho Mtakatifu, lakini kwa nini sasa hawajaweza kuwagawia wenzao kuwapatia wenzao mafuta? Ni kwa sababu nabii anasema wazi kwamba hauwezi kumgawia mwenzako uzoefu, huwezi kumgawia mwenzako uzoefu, maana ule uzoefu au uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yao umewasaidia watu hawa kupata uzoefu, kupata tabia ya Kikristo. Na hivyo nabii anasema kwamba tabia huwezi kuihamisha kwa mwingine. Hapa anasema hivi, bali tabia hauwezi kuhamishika. Hakuna mtu anayeweza kuamini kwa ajili ya mwingine. Hakuna mtu awezaye kumpokea Roho Mtakatifu kwa ajili ya mwingine. Hakuna mtu anayeweza kumuingizia mwingine tabia ambayo ni tunda la utendaji wa Roho Mtakatifu. Ikiwa sasa hivi, ndugu zangu, hatufanye maandalizi ya kutosha kwa ajili ya kukabili dhama inayokuja, ni dhahiri kwamba itakapotangazwa sherehe ya Jumapili hatutaweza kusimama. Huu wakati ambapo kelele zinasikika, haya amkeni, haya amkeni, haya amkeni, huu ni wakati wa tukio la sheria ya Jumapili. Hebu tusome tuone. Ukisoma hapo katika kitabu chako hicho cha Vielelezo vya Mafundisho ya Kristo, nabii anasema kwamba ni katika wakati wa hatari kuu ndipo tabia inapofunuliwa. Ni katika wakati wa hatari kuu ndipo tabia inapofunuliwa. Na huu wakati wa hatari kuu ni wakati wa zahama. Kwa Kiingereza amesema ni katika crisis, katika zahama. Sasa tujiulize maswali sisi ambao tunaitwa wa Adventista wa Sabato. Ni wakati gani unaitwa ni wakati wa zahama kuu? Hakuna wakati mwingine wowote ambao Biblia na roho ya unabii inauzungumzia kama wakati wa zahama kuu isipokuwa ni wakati wa sheria ya Jumapili. Kwa sheria ya Jumapili inaitwa ni zahama kuu. Ni kweli kumekuwa na zahama wakati fulani, wakati wa gharika kumekuwa na zahama. Ni kweli kumekuwa na zahama wakati Sodoma na Gomora. Ni kweli kumekuwa na zahama Yerusalemu kuangamizwa. Ni kweli kumekuwa na zahama katika nyakati za giza miaka 1260. Ni kweli kumekuwa na zahama katika miaka 1880 ngapi, 44, wote kumekuwa na zahama mbalimbali. Lakini mbingu zinasema kwamba zahama kuu ya mwisho ni kutangazwa kwa sheria ya Jumapili na taifa la Marekani. Sasa itakapotangazwa sheria ya Jumapili, ndugu zangu, hiyo ndio itakuwa ndio hizo zinazoitwa kelele, haya mkeni, hamkeni mumlaki bwana harusi. Lakini watu wanapokuwa wanaamka na kurupuka, wanajikuta wengine wana maandalizi na wengine hawana maandalizi. Imekuwa wamechelewa kabisa kufanya maandalizi. Hizo kelele zinasikika nje, hazisikiki miongoni mwa hawa watu, kwa sababu sheria ya Jumapili haitatangazwa na kanisa, haitatangazwa na washiriki wa kanisa, itatangazwa na wapagani kabisa wasiomjua Mungu. Na hivyo watu watajikuta mioyoni mwao tayari hawana uzoefu na Kristo, watajikuta hawana maandalizi, watajikuta hawana Roho Mtakatifu kuwasaidia kutembea huo usiku wa manane. Na ndio maana Mungu anasema kanisa la Mungu wa Adventista wa Sabato tunaishi katika kipindi ambapo kinaitwa ni kipindi cha jioni ya historia ya dunia yetu. Kama ni jioni, basi tunashika taa, hizo taa zitakazo tusaidia kwenda mpaka usiku wa manane. Maandiko yako wazi yanasema kwamba walipoamka wote wanawali 10, wale 5 wenye busara walikuwa na taa zao na wakachukua mafuta yaliyobakia wakaendelea kujaza taa zao. Unasikia maana yake kwamba katika hicho kipindi Mungu ataendelea kujaza mioyo watu hao Roho Mtakatifu. Ukitazama katika maandiko, Biblia iko wazi na roho nabii iko wazi. Inasema kwamba wakati wa sheria ya Jumapili ndio wakati wa burudisho, ndio wakati wa Mungu kujaza watu Roho Mtakatifu. Kwa kuna watu watapokea Roho Mtakatifu na kuna wengine watajikuta hawana Roho Mtakatifu. Hebu tuangalie maandiko hali inasemaje. Katika kitabu hiki cha maandiko ya awali, sura ya 17 inasema maandalizi kwa ajili ya mwisho. Maandalizi kwa ajili ya mwisho. Kwa Kiingereza ni ukurasa wa 71, kwa Kiswahili ni ukurasa wa 69. Maandiko yanasema hivi:
Pia niliona kuwa wengi hawajui kiasi iwapasavyo kuwa, ili waweze kusimama mbele za Mungu bila kuwa na kuhani mkuu katika hekalu wakati wa taabu. Hapa inasema kusimama. Na Mungu anasema lengo la Mungu kutupatia ujumbe malaika yule watatu. Na malaika yule watatu, ndugu zangu, katika Ufunuo sura ya 14 kuanzia mstari wa 9 mpaka mstari wa 12. Huyu malaika watatu, maana kuna malaika wa kwanza, kuna malaika wa pili na kuna malaika watatu. Sasa malaika yule watatu, ndugu zangu, anaonya dunia dhidi ya watu kupokea chapa ya mnyama. Na tukizungumza chapa ya mnyama, tunazungumza ni wakati wa dunia kusimamisha sheria ya Jumapili. Sasa kwa ufupi ni kwamba malaika yule watatu anaonya dunia dhidi ya watu kupokea Jumapili kama ibada, au kuipokea Jumapili na kuamini kwamba hii ndio siku ya Bwana. Sasa hii Mungu anasema lengo la Mungu kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu ni kuandaa watu kusimama wakati huo ambapo chapa mnyama itakaposimamishwa. Na hapa nabii anasema kwamba aliona watu wengi sana hawajui namna gani wawe ili kusudi waweze kusimama mbele za Mungu wakati ambapo hawakutakuwa na muombezi katika patakatifu pa juu mbinguni. Hasa anasema hivi hapa nabii kwamba wale wanaopokea muhuri wa Mungu aliye hai na kulindwa katika wakati wa taabu lazima waakisi sura ya Yesu kwa ukamilifu. Wataakisi vipi sura ya Yesu kwa ukamilifu? Ni lazima waweze kupata Roho Mtakatifu. Ni lazima waweze kupata uzoefu huu wa kuwa na Bwana siku zote za maisha yao. Ndio maana Mungu sasa hivi anatuambia kuna matengenezo ya kufanya, matengenezo mbalimbali. Kuna matengenezo ya elimu. Elimu unayopokea una hakika inakuandaa kupokea sura ya Kristo au sura ya Shetani. Maana elimu ya uongo itakufanya upokee maisha ya uongo, na upokee muhuri wa uongo, na upokee sura potofu. Shetani katika elimu dunia anapambana kuwatengeneza watu katika mtazamo ule wa kidunia. Katika kitabu cha Gombo la 5 Ushuhuda kwa Kanisa anasema kwamba wale wanao kuna makundi mawili. Kundi la kwanza, kuna wale ambao wanaandalia kiulimwengu, wanatengenezwa kiulimwengu na kupokea chapa ya mnyama. Kundi la pili, kuna wale ambao wanatengenezwa na mbingu, wanaendelea na Mungu kupokea muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu utaenda pale ambapo kuna chembe za uungu ndani ya huyo mtu. Na muhuri wa Shetani utaenda kwenye chembe za udunia kwenye mtu huyo. Kwa hiyo makundi tu mawili. Kuna wale wanaozama duniani zaidi watapokea chapa ya mnyama, na kuna wale wanaozama mbinguni zaidi watapokea muhuri wa Mungu ambao muhuri wa kimbingu. Sasa tunaambiwa hapa, niliona kwamba wengi walikuwa wakipuuzia maandalizi. Sikiliza hapa. Nabii anasema katika kitabu hiki cha Vielelezo vya Mafundisho ya Kristo, anasema hivi: wanawali 10 wanakesha jioni ya historia ya kanisa hili. Lakini anasema katika hawa wanawali 10 kuna makundi mawili. Kundi la kwanza, kuna wale wanaofanya maandalizi na kuna wale ambao hawana maandalizi. Hasa nabii anasema kwamba huku niliona kwamba wengi walikuwa wakipuuzia maandalizi muhimu yanayohitajika, na huku wakitazamia wakati wa kuburudishwa. Sikiliza. Wakati wa kuburudishwa ni wakati wa Mungu kutoa Roho Mtakatifu. Ni wakati wa Mungu kumwaga Roho Mtakatifu, yani mvua ya masika, ili watu hawa wakapige kilio kikuu. Tunasikizana wote hapa. Mungu atatoa Roho Mtakatifu, yani mvua ya masika, wakati gani? Mungu atatoa Roho Mtakatifu, yani mvua ya masika, wakati itakapotangazwa sheria ya Jumapili. Na wakati huo ndio utakuwa wakati ambapo mlango utakuwa unafungwa katika kanisa la Mungu, na unawekwa wazi kwa wale ambao hawakuwahi kupata nuru yoyote. Unasikia Hapa katika wanawali tunajifunza, maandiko nasema wanawali 5 wapumbavu walipoambia wale wenye busara, jamani tupateni mafuta yenu kidogo na sisi, maana taa zetu zinazimika. Tazama giza sasa hapa limeingia. Giza kubwa. Taa zetu zikizimika tutatembea vipi? Tutajikwaa. Mtupatie mafuta kidogo jamani. Akasema haiwezekani. Afadhali mshikeni njia mkanunue. Hawakuwa wachoyo, ila kwamba siwezi kukupa uzoefu wangu, ni afadhali ujitafutie. Wakaenda. Waliporudi maandiko nasemaje? Wakakuta mlango umefungwa. Mlango umefungwa na kundi likasonga mbele. Wakati wanakuja pale wanakuta mlango umefungwa, na walipokwenda kununua mafuta maandiko nasema bwana harusi akaja, kundi likasonga mbele. Maana yake kwamba wale 5 walikuwa na maandalizi wakaendelea kusonga mbele katika uzoefu, wakaendelea kusonga mbele katika ufahamu, wakaendelea kusonga mbele katika kuendelea kuhubiri ujumbe kwa watu wengine wasiotambua Injili. Sasa niambie, utampata wapi mtu huyo? Kwa hiyo kutakuwa na utengano.
Ina maana kundi moja liko mbele na bwana harusi na kundi lingine liko kwenye giza. Huwezi kuwapata tena hao ambao wako na taa, wamesonga mbele tayari na wewe uko kwenye giza totoro. Bwana tusaidie tujiandae wapendwa. Mungu anasema kwamba niliona kwamba wengi walikuwa wakipuuzia maandalizi muhimu yanayohitajika na huku wakitazamia wakati wa kuburudishwa na mvua ya masika. Hapa ameshasema wazi, kumbe wakati wa kuburudishwa huo ni wakati wa mvua ya masika. Sikiliza, anasema ili kuwafanya wafae kusimama katika siku ya Bwana na kuishi mbele zake. Nabii anasema maneno yafuatayo: namna gani nilivyoona wengi wakiwa hawana kimbilio wakati wa taabu. Walikuwa wamepuuzia maandalizi muhimu, kwa hiyo wasingepokea burudisho, yaani mvua ya masika, ambayo ingewafanya wafae kuishi mbele za Mungu mtakatifu. Wapenzi, Bwana atusaidie sana kuweza kuwa makini wakati huu tunaoishi. Tunaishi kipindi cha mwisho kabisa cha historia ya dunia hii. Kuna watu wengi wanajifariji kwamba hajalishi unaamini nini, na watu wako huru saizi kufanya mambo yao, watu wako huru kufanya maamuzi yao. Huwezi ukamlazimisha mtu kitu. Ni sawa. Tunaweza tukasema hivyo, lakini maandiko yanasema kwamba ukisoma Ufunuo sura ile ya 13, katika wakati wa kutangazwa kwa sheria ya Jumapili, maandiko yanasema katika Ufunuo 13 kwamba sheria ya Jumapili au chapa ya mnyama italazimishwa. Na maandiko yanasema kwamba awafanya wote wadogo kwa wakubwa wapokee chapa hiyo. Yaani watu wanalazimishwa. Mimi sitataka hivyo. Sawa, sio mbaya. Maandiko yanasema kibano kitaendelea kuwa kikali zaidi hadi kufikia wakati ambapo watu watazuiliwa kuuza na kununua. Sasa hebu sikiza hii wazo. Kuna watu wanasema kwamba sasa hivi dunia iko wazi na watu wanajua haki zao na watu wanajua sheria zao, wanajua mipaka yao, watu wako huru kufanya mambo yao. Hilo ni wazo ambalo tunadhani sisi. Sawa. Hebu fikiria mfano huu mmoja. Katika kipindi hiki ndugu zangu kilichopita tu, kipindi kifupi kilichopita hapa, katika sekeseke iliyopita hapa, tumeshuhudia watu wakiuawa. Tumeshuhudia mauaji ya watu kabisa live hivi, mtu anauawa. Yaani utake usitake unauawa hivi unauawa. Haya, sikiliza. Sheria yetu ikatolewa na nchi kwamba hakuna kutembea mwisho saa 12. Kununua chakula inapiga labda mbiu, tunanunua chakula kuanzia muda fulani mpaka ufikie saa 4, watu wote wawe ndani. Kila mtu anatii ndani. Yaani wewe ni mwalimu, ni daktari, nani, unatakiwa kutii uwe ndani. Huo ni mfano mdogo sana ndugu zangu. Hasa kinachokuja ndugu zangu ni kikubwa zaidi ya hicho. Maana kitakuwa ni cha dunia nzima. Ukisoma Mathayo sura 24 inasema wazi kabisa kwamba dunia, Mathayo 24 mstari wa 9 inasema hivi: wakati huo mtasalitiwa na mtachukiwa na ulimwengu mzima kwa ajili ya jina la Kristo. Ukitaka kupata uhuru ni zaidi kwamba unataka kuwa upande wa adui. Hiyo ndio maana yake. Ukisema sawa, mimi sitakubaliana na hizo hoja, sitataka kufuata wanachosema, nitanunua, mimi nitauza, ni sawa. Watakao nunua na kuuza ni wale ambao watakuwa wamekubali kuipokea chapa ya mnyama. Ndugu zangu, ni vile tu hatujui mambo jinsi yalivyo na hatujui uhalisia wa tukio jinsi linavyokuja. Lakini mbingu zimekwisha kutusaidia kuona baadhi ya vionjo vya kile kinachokuja. Na kuna watu wanasema mtaanza kuhubiri tena Yesu anakuja kisa tumefungiwa ndani siku ngapi, hatujanunua, hatujauza, mtasema inahusiana na Injili. Sasa inahusiana na Injili hiyo ndugu zangu? Ni kweli swala limekuwa swala la nchi moja, ni sawa, limekuwa swala la nchi moja, lakini ni upendeleo kwa nchi hiyo. Yaani mimi nasema kwamba ni upendeleo kwa nchi yetu hata kuyaona hayo. Ni kumaanisha kwamba inawezekana ikatokea dunia nzima pia. Na sio muda mrefu ndugu zangu. Tukijifunza miaka 6000, mimi naamini kabisa kwa nuru nilionayo mpaka sasa, naamini kabisa miaka 6000 inakoma mwaka 2031 hapo. Lakini mbingu pia zinaweza zikashusha hata muda huo wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Hii ni kusema kwamba tunaishi kipindi cha mwisho kabisa cha kufunga historia ya dunia hii. Lakini maandiko yanasema tumelala usingizi mzito sana. Usingizi tuliolala unahitaji uamsho mkubwa sana. Sina lugha ya kuelezea, lakini Bwana atusaidie tuweze kuamka na kutambua haya mambo. Kuna wale wanaosema hivi kwamba haijalishi unaamini nini. Nabii anasema hapa katika Pambano Kuu ukurasa wa 596 kuelekea 597. Watu wengi wanadai kwamba haijalishi ni nini ambacho mtu anaamini.
ili mradi tu maisha yake ni mema. Unasikia? Mtu anasema mimi ni mwema, siendi kanisani, siamini chochote, lakini tu mambo naenda, hamna shida. Sawa. Sikia anasema hivi, lakini maisha yanatengenezwa na imani. Kama nuru ya ukweli vinapatikana ndani ya uwezo wetu. Sikiliza sasa. Kama nuru ya ukweli inapatikana ndani ya uwezo wetu, nachompenda Mungu ni kwamba hata kuja kumhukumu mtu hata mmoja ikiwa hakupata fursa ya kusikia ukweli. Hamna hata mmoja hata hukumiwa kwa kuwa alikosa fursa ya kusikia ukweli. Lakini maandiko yanasema kama nuru inaweza kupatikana ndani ya uwezo wetu. Alafu anasemaje? Na sisi tukapuuzia kutumia fursa ya kuiona na kuisikia. Kwa hakika kwa kufanya hivyo tunakuwa tunaukataa ukweli na nuru, tunakuwa tunachagua giza badala ya nuru. Sasa niambie, leo hii ndugu yangu na simu smartphone iko hapo, simu janja kabisa. Lakini huna kitabu hata kimoja cha nabii. Huna hata Biblia kwenye simu yako. Basi hata kitabu cha nyimbo huna. Lakini TikTok unayo. Facebook unayo, Instagram unayo, WhatsApp unayo, YouTube unayo, Twitter unayo, na mengine mengi unayo. Huko kote kwenye mitandao ya kijamii, cha ajabu na nachompenda Bwana ni kwamba ameruhusu wajumbe waende huko. YouTube tupo, Instagram tupo, Facebook watu wapo, Twitter wapi, wote wapo. Lakini wewe unachagua kwa maksudi kusikiliza video za Zuchu na kuacha video za mtumishi wa Mungu. Kwa maksudi unaamua tu kwamba mimi nitasikiliza siasa ya mtu fulani unawafahamu na siasa unawapenda. Nitasikiliza mpira, nitaangalia hiki, nitaangalia movie. Lakini kuna ujumbe wa neno la Mungu wa thamani Mungu ameweka huko. Unachagua maksudi. Sasa niambie, mtu wa namna hii kweli, na wewe utaniambia, na wewe uwe shahidi, hata wewe kujiuliza moyo wako. Kweli kabisa unaona kabisa wazi kwamba Mungu atakwambia wewe kupata fursa kusikia ukweli? Wangesema Wahadzabe huko, wangesema Wasukuma na Wamasai ndani huko, watu wa makabila ndani huko ambao hata hawajawahi kupata fursa za kusikia ukweli. Lakini kwa nini hao nao hawajapata fursa za kusikia ukweli? Ni kwa sababu ya wewe na mimi ambao tumepuuzia kupeleka huu ujumbe wa malaika watatu. Mbingu zinahitaji huu ujumbe uweze kufika kila mahali. Na ndio maana Ufunuo 14 inasema wazi kwamba nikaona malaika akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, ahubiri hao wote. Sikiliza, wote wakao juu ya nchi, na kila kabila na lugha na jamaa na taifa, wote wanahubiria ujumbe. Nachompenda Bwana ni kwamba kabla Bwana hajaruhusu hukumu zije duniani, maandiko yanasema tena habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa ulimwenguni kote kwa kama ushuhuda. Hiyo ni Mathayo 24 mstari 14. Na hiyo ni habari ya wakati wa kilio kikuu. Lakini sasa hivi ndugu zangu, Mungu anahitaji kilio kisikike kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Wao na mimi ni Waadventista wa Sabato ndugu zangu. Bwana amenipatia mimi ujumbe huu, na amenikabidhi huu ujumbe. Nina uhakika mbingu zimenipatia huu ujumbe wa kutangaza duniani. Sina mashaka yote. Najua hii ndio biashara yangu ya kutangaza ujumbe wa malaika watatu. Hii sina mashaka kabisa, sina wasiwasi wote. Na ndio maana naweza nikasimama mbele ya kamera, nikatuma masomo mtandaoni, nikakutumia mtu yote namtumia. Sina wasiwasi kwa sababu najua huu ni wakati ambao Bwana ameniita kutangaza huu ujumbe. Ndugu zangu, mimi sikuwa nimezaliwa kwenye makanisa ya kidini, yani makanisa ya kiroho, hapana. Mimi sikusomea uchungaji, hapana. Sikuzaliwa na baba ambaye ni mchungaji, sikulelewa katika maadili ya namna hiyo. Nilikuwa duniani kabisa huko. Wakati nilipokuwa naenda kupotelea duniani, ndipo Bwana akaniita huko. Akamtuma mjumbe wake, muende kijana unipatie ujumbe huu. Mungu akaruhusu mjumbe akaletea ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe huu kanigusa kabisa moyoni mwangu. Nikaona hii ni fursa, ni wakati wangu mimi kufanya kitu. Sasa sijui na wewe ujumbe huu unakupata mahali gani? Sijui unapokupata ujumbe wewe unajisikiaje moyoni mwako? Shauku yako ni kupinga ujumbe au shauku yako ni kufurahia ujumbe? Nikuulize swali ndugu yangu. Dunia itakusaidia nini? Maandiko yanasema wazi kabisa, tulifika hatuna kitu na ni dhahiri kwamba tutaondoka bila kitu. Ulizaliwa uchi. Huna lugha, huna shamba, huna akaunti, huna nguo kabisa, huna chochote, hata akili huna. Tulizaliwa hatuna hata akili, hatuna. Tumeanza kuishi duniani mwaka wa kwanza, wa pili, miaka 20, miaka 30 tukapata akili. Tukapata na pesa, tukapata na nguo, tukapata na makazi, tukaanza kujipata na wenyewe, ndio tuko hapo sasa.
kiburi kikainuka sasa. Mbingu zinahitaji tunyenyekee ndugu zangu. Maisha ni mafupi sana. Maisha ni mafupi sana. Tunawazika wengi kila uchao, wengi tunawazika. Wengine ni wadada wazuri, makaka handsome kabisa, wanaingia makaburini na madigrii yao, na masters na PhD na mapesa yao, yote wanayaacha, wanakufa hivi hivi. Muda wa duniani hapa ndugu zangu ni mfupi sana. Maisha ni mafupi mno. Haifai kabisa kupoteza wakati wote. Maisha ni mafupi katika maisha yenyewe, lakini pia maisha mafupi katika historia ya dunia yetu. Maisha ni mafupi sana. Miaka 6,000, na kuambia kwamba miaka 6,000 imebakiza miaka karibu 5 tu. Inaweza ikawa 4. Nasema ukweli, miaka michache imebakia. Hasa niambie, anasa hata upewe dunia nzima, kila kitu upewe ndugu yangu, itakusaidia nini? Ni heri sasa hivi tuone mahali gani pa kuwekeza. Nuhu alitambua, akajua mahali pa kuwekeza ni katika safina. Hapo peke yake ndio mahali pa kuwekeza. Ndugu zangu, kelele hizi zinazosikika, haya amkeni, mkamlaki bwana harusi, ni tukio la sherehe ya Jumapili. Tukio la sherehe ya Jumapili linatuleta uso kwa uso kukabili kifo. Uso kwa uso kukabili kifo. Ikitangazwa sherehe ya Jumapili ndugu zangu, ni sana kusema kimetangazwa kifo. Maana katika sherehe ya Jumapili hiyo, watakao kataa madai hayo ni dhahiri kwamba wataenda kukikabili kifo. Wataenda kukabili kifo. Nini kinatokea usiku wa manane? Ni uzima au mauti. Kinachotokea usiku wa manane ni uzima au mauti. Ndugu zangu, huu ni wakati wa maandalizi. Wakati wa rehema ni wakati wa kujiandaa. Wakati wa kujichunguza mioyo yetu. Je, neno la Mungu ndio tamu kuliko Facebook? Neno la Mungu ndio tamu kuliko WhatsApp status? Status wewe ni kuposti. Unachoposti ni upuuzi. Unaposti ni upumbavu, ni ujinga ambao hauwezi kumamsha hata mtu. Kwa nini hata usichukue fungu la Biblia kwa unaposti kila siku? Kwa nasema shetani ameweka status kwa lengo la kuharibu watu akili zao. Kwa lengo la kufanya watu wao busy mitandao. Sawa, mimi kila siku hapa nitakuwa na posti fungu moja la Biblia. Nitakuwa nachukua mtumishi wa Mungu alichokiongea hapa, nitakuwa naweka linki yake hapa. Alafu kuweka linki hapo, mimi silipu YouTube. Nikwambie ukweli, silipu YouTube kwa kutoa masomo. Hapana. Wewe Mungu atakulipa katika uzima milele. Mungu mimi atanipa katika uzima milele. Mungu anasema kwamba sisi ni watumishi tusio na faida. Tumetumwa tu kupeleka kile ambacho ni wajibu wetu kupeleka, lakini uzima wa milele ndio malipo. Huwezi kunilipa mimi, siwezi nikakulipa. Huwezi kufanya kazi ya Mungu kalipwa. Utamlipa nini mtu kwa kuhubiri neno la Mungu? Maana Biblia yenyewe inasema wazi kwamba maneno ya Mungu ni matamu, yana thamani kuliko rubi, kuliko fedha, kuliko dhahabu. Sasa kwa kuongea maneno ya Mungu utamlipa nini wewe mtu? Utamlipa pesa? Umlipe shilingi ngapi? Hauwezi kumlipa. Yaani tukipata nashindwa kuzungumza, lakini kimsingi hamna chochote utakachomlipa mtumishi wa Mungu kwa kuhubiri ukweli ambao unakutoa duniani hapa kukupeleka mbinguni. Nauli yake ni shilingi ngapi kwenda mbinguni? Gharama kuishi mbinguni pango lake ni shilingi ngapi? Uzima milele gharama yake ni shilingi ngapi? Huwezi kufananisha na kitu chochote. Bwana tusaidie tuamshe ndugu zangu, maana wakati huu ni mfinyu sana. Huu ujanja tunafanya kwenye maisha. Siasa tunazozifanya kwenye maisha, kona nyingi, kukwepa kwingi, havita tusaidia kitu chochote. Wapo wengine wakana Mungu, wengine ni watoto wadogo wanakana uwepo wa Mungu. Wanakana ufahamu sahihi wa matukio yanayokuja. Wanakana watu wengi. Tunakana ukweli wa Biblia ambao uko wazi kabisa. Mungu amefunua roho ya nabii. Wengi tunapinga roho ya nabii. Wengine viongozi kabisa wachungaji wanapinga roho ya nabii. Ole wako mchungaji ambaye unawazuia watu kusoma roho ya nabii. Ole wako. Ole wako mshiriki ambaye unaweka ubaili kununua vitabu vya roho nabii. Ole wako. Ole wako kijana ambaye unaweka uzito kuchunguza neno la Mungu kwa wakati huu. Ole sio yangu, ole ni ya Bwana. Anasema ole wetu sisi watu ambao tunapuuzia neno la Mungu katika wakati ambapo tungepaswa kuamka sana. Wakati ambapo tungepaswa kuwa macho, kukesha na kuomba, ndio wakati ambapo tumelala, tumesinzia, tunajisahau kabisa na dakika zinazidi kuhesabika. Mungu ameruhusu kuweze kuona matengenezo mbalimbali ambayo yatatusaidia kufika mwisho wa wakati. Matengenezo ya elimu, matengenezo ya muziki, matengenezo ya mavazi, matengenezo ya kazi zenye tunazozifanya, matengenezo ya chakula, matengenezo ya mahali gani pa kuishi. Mbingu zimeshaweka wazi kwamba mwanadamu mwadventista msabato ili aweze kujiandaa ni lazima atoke mijini kwenda mashambani. Tunasema tunajiandaa tuko mijini. Unajiandaa nini? Nikuulize swali moja. Ikiwa sasa hivi serikali itatangaza kusema kwamba kile kilichotokea tarehe fulani mwezi fulani
ambapo watu walikuwa hawatembei nje, hakuna interneti tena. Waseme sasa kinaenda kutokea tena hivi karibuni ambapo mtakaa ndani mwezi mmoja. Kila mtu angetamani kutoka mjini kwenda mashambani, kwenda vijijini mahali pa utulivu kila mmoja. Na hakuna mtu ambaye angejiandaa, hakuna hata mmoja. Mambo ya mbingu yanakosa watenda kazi. Mambo ya mbingu yanakosa promotion. Nashangaa sana, biashara ya Mungu inakosa watu wa kupromote biashara ya Mungu. Mungu anataka tuweze kuipromote hii biashara, kuipigia matangazo ili kwamba watu waweze wateja wapatikane wa ufalme wa mbinguni jamani. Mungu atusaidie sana tuweze kutafuta wateja wa ufalme wa mbinguni. Tunapenda vitu vya kufurahisha sana. Tunapenda vitu vya kuburudisha nafsi zetu. Lakini kiukweli neno la Mungu haliko kwa lengo la kutuburudisha nafsi. Linasema linatukata. Linatukata na ni upanga. Neno la Mungu ni upanga, unakata huku, unakata huku. Anayehubiri anakatwa. Anayehubiriwa anakatwa. Kila mmoja anakatwa. Na Mungu anataka kutuchonga tuweze kufaa kusimama katika nyakati hizi ambazo wewe na mimi tunaishi. Tunaishi wakati wa hatari kabisa wa kufunga historia ya dunia hii. Ninapomalizia ndugu zangu, naomba tutafakari hii nukuu. Anasema hivi: huzuni kuu ya maneno yote ambayo hajawahi kuingia katika sikio la kiumbe ya kiumbe ni yale ya maangamizo ya kusema siwajui. Mungu anasema kwamba haya ni maneno ambayo ni ya kutisha. Katika maneno yote ambayo mtu ameshakuyasikia, kuna watu ambao wamekwisha wahi kuachwa na wapenzi wao. Mtu mmoja alimpenda mpenzi wake, akamsomesha vya kutosha, akafika chuo kikuu. Huyu kaka akaenda kumtembelea mpenzi wake siku moja. Amembeba na maua, akisema mpenzi wangu nimekuja siku nyingi hujarudi likizo, nimekuja kukutembelea. Alapofika anakutana na mpenzi wake akamwambia, sikujui wewe ni nani? Sikujui. Yuko na marafiki zake, anamwambia sikujui wewe ni nani. Kijana akaamua kwenda kuchukua kamba na kujiua. Wengi wamefanya hivyo. Binti, umekataliwa na mpenzi, umeenda kujiua. Umeamua kujiachia, kusema kwamba basi kama maisha ndio hivi mimi basi. Kisa umeambia tu sikujui. Wazazi, hii ni kisa cha kweli kabisa. Kuna wazazi ambao walisomesha kijana wao. Amesoma. Siku wazazi wanamtembelea kijana shule. Kijana yuko na marafiki zake, wanatembea wananesa kabisa kama wamemeza vitenesi. Wananesa kabisa wako hapo na vijana wenzake. Wazazi wake ni masikini, wanakuja kumtembelea kijana wao. Wanamwambia mwanangu. Kijana anaangalia marafiki zake, anasema nani hawa? Wanamwambia marafiki zake, ni akina nani hawa? Anasema siwajui. Anamwambia siwajui ninyi, siwajui kabisa, siwafahamu. Hebu toka sikujui. Mzazi anavunjika moyo, mzazi anakufa kwa pressure. Ndugu zangu, maneno, naomba nirudie hii nukuu. Neno nukuu nzito sana. Anasema hivi: huzuni kuu. Kuna huzuni ziko nyingi, lakini huzuni kuu ya maneno yote ambayo hayajawahi kuingia katika sikio la kiumbe ni yale ya maangamizo yanayosema siwajui. Wapenzi watazamaji wa Maranatha, naongea maneno haya kwa uchungu, maana hata mimi najichunguza kila itwapo leo. Je, nitasikia haya maneno kwamba siwajui? Au nitasikia maneno yakisema ingieni kwangu enyi mliobarikiwa na baba yangu na muirithi raha iliyowekwa tayari kuingia mbinguni kutawala pamoja na Kristo miaka 1000 katika barabara ya dhahabu. Fedha na dhahabu yenye thamani kubwa ni dhahabu. Katika sanamu ya Nebukadneza kichwa ni dhahabu, huku chini ndio fedha. Sasa barabara ya mbinguni imetengenezwa kwa dhahabu safi kabisa. Dhahabu ile Mungu akisema Dani, hebu nikate kipande kidogo cha gramu 10 nikurushie duniani ukakiuze. Sidhani kama kuna bilionea wa kununua dhahabu hiyo. Mungu anaenda kuwapatia wale watakaojikana nafsi. Mungu anaenda kuwapatia wale ambao wameweka hazina yao hapo. Cha ajabu tutamwambia Yesu, na mbona umenilipa zaidi kuliko kazi niliyoifanya? Tutatamani hata Bwana, hebu nipatie, ungenipa tena muda, ningeishi duniani, nisingekuwa mbinafsi hata kidogo. Ningefanya kazi kwa bidii, usiku na mchana, ningekesha, ningeombea watu, ningefanya kazi kwa bidii kuchapisha machapisho, kununua maprinter na ma YouTube, ningefungua hata akaunti 10, ningetangaza ujumbe kwa bidii mno. Lakini itakuwa tumekwisha chelewa. Itakuwa ni huzuni
kuwakosa wapendwa wetu mbinguni ambao tungeweza kuwafikia kwa neno la Mungu na kuwaambia habari njema za ufalme wa mbinguni. Itakuwa ni huzuni sana. Na ndio maana Yesu anasema atatufuta machozi, atatufuta machozi. Maana itakuwa ni huzuni sana kuwakosa wapendwa pale mbinguni. Mtoto kumkosa mzazi wako mbinguni, na ili hali ungeweza kumwambia ujumbe wa kumwokoa, lakini unasema kwamba nikimwambia baba, mama, Mungu anakupenda, anataka uokolewe, mama atakataa, atanifukuza nyumbani. Nikimwambia baba, naamua kuachana na kazi hii ninayoifanya, ni kweli nalipa milioni 3 kwa mwezi, lakini hii kazi inaniandaa kupokea chapa ya mnyama. Laiti kama nikimwambia mzazi atanikatalia, nitamuumiza moyo wake. Lakini tunakubali kumuumiza Kristo moyo wake. Tunavunja moyo wa Kristo, tunaweka majeraha moyo wa Kristo, na tunaogopa kuweka majeraha kwenye moyo wa wazazi wetu. Lakini Kristo naye angechagua kuweka majeraha kwenye moyo wa mama yake. Ni dhahiri kwamba ndugu zangu, tusingeokolewa. Akiwa msalabani pale, amening'inizwa msalabani, Mwokozi anamtazama mama yake, anamuonea huruma, maana mama hatambui kwa nini Mwokozi yuko pale juu. Lakini alichagua kuumiza moyo wa mama yake na wanafunzi wake na waliompenda, ili wewe na mimi tuweze kuokolewa. Leo hii tunaogopa kuumiza mabosi wetu, marafiki zetu, kuambia ndugu yangu, ninaondoka mjini, bye bye, naondoka mjini, naenda kuishi mashambani. Kule ndakuwa na Kristo shambani. Tunaogopa kuambia ukweli. Watatucheka, watatudharau. Wataona tumepoteza kila kitu kwenye dunia yetu hii. Ndugu zangu, maneno haya ni yanasikitisha, yanatia uchungu moyoni. Lakini Yesu anasema kwamba maneno mazito ya kuvunja moyo, ya kusikitisha na maneno ya kukatisha tamaa ni yale ambayo Mwokozi atasema siwajui. Hatasema akiwa anacheka, atasema akiwa na uchungu moyoni mwake, akisema siwajui. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 7. Mathayo sura ya 7 kuna maneno kama hayo pia yanazungumzwa Mathayo sura ya 7. Maneno haya ndugu zangu sio maneno mepesi kuyasoma. Ni maneno mazito. Mathayo sura ya 7 na ule mstari wa 22. Ukianzia ule mstari wa 22, maandiko yanasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ni kweli wanawali 10, wale 5 walikuwa na taa zao. Ni kweli walikuwa wanatambua unabii, ndio maana walitoka kwenda kumlaki bwana harusi. Walitambua ukaribu wa matukio, walitambua kabisa wazi, waliona katika maandiko matakatifu Yesu anakuja. Ni wakati wa sasa wa kumlaki bwana harusi. Walitambua hivyo, walitangaza ujumbe, na ndio maana maandiko yanasema kwamba taa ni neno la Mungu. Taa ni neno la Mungu. Zaburi 119 mstari wa 105. Wakati usiku wa manane taa zao zinapoenda kuzima, ni dhahiri kwamba saa moja ya nyuma taa iliwaka, walihubiri ujumbe. Lakini maandiko yanasema kwamba ndipo nitawaambia dhahiri, sitawaficha, nitawaambia dhahiri, siwajui ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, siwajui ninyi kamwe. Maneno haya ni maneno mazito sana. Yesu ataongea kwa machozi akisema siwajui ninyi kamwe, ondokeni kwangu mtendao maovu. Itakuwa ni huzuni kiasi gani kukaa kanisani miaka mingi sana, kuhubiri ujumbe, kutambua mnyama ni nani, kutambua sanamu ya mnyama ni nini, lakini kushindwa kuepuka kupokea sanamu ya mnyama, kupokea chapa ya mnyama. Maisha ni mafupi sana. Kinachotokea usiku wa manane kitakuwa ni cha kusikitisha, itakuwa ni surprise, na tukio hili litakuwa ni la ghafla sana. Tutakutwa hatujajiandaa. Umewekeza mjini, umejenga nyumba nzuri, umefanya kazi nzuri sana duniani, dunia imependeza kwa jinsi ulivyofanya ubunifu wako kwenye majengo. Sawa kabisa. Umetibu watu wengi, ni kweli, umepata afya, lakini umeendelea kuwa waovu maradufu. Hujapata nafasi ya kuambia neno la Mungu, hujapata nafasi ya kuambia ukweli wa Biblia. Ni kweli umebakia mjini, umetibu watu, lakini umewasaidia nini sasa? Umewasaidia nini? Umewatibu watu kimwili, lakini haujaiponya nafsi yako hata kidogo. Yesu anaposema mwanangu njoni kutibu roho yako, unasema no. Yesu, nahitaji kuwatibu watu miili yao. Inasikitisha sana. Yesu anakuambia njoo nikujenge tabia, unasema hapana, mimi ni engineer, civil engineer, nataka nikajenge majengo. Inasikitisha sana. Yesu anasema njoo mwanangu nikufundishe upate maarifa, unasema hapana Yesu, mimi ni mwalimu, nimesoma duse, nimesoma UDism, nataka nikawafundishe watu sayansi, nikawafundishe watu physics, chemistry. Sasa chemistry inakusaidia nini wakati wa Sunday law?
Wapendwa, niwaambieni ukweli, huu ni wakati wa kufanya maamuzi magumu, huu ni wakati wa kufanya maamuzi mazito kuliko ambayo tumeyafanya kwenye dunia yetu hii. Ni heri uonekane kichaa, taira, umechanganyikiwa, mpumbavu, usio na faida yote kwenye dunia. Wazazi waseme mwanetu ni hasara mtupu. Yesu alihesabu maisha yote ni hasara, yote alihesabu ni hasara. Mama yake Yesu angehesabu Yesu ni hasara. Anaishi naye, hana kiwanja, hana nyumba, hana makazi yoyote, hana hata chochote cha kumpatia mzazi wake. Anamwambia tu Yohana, tazama mama, Yohana tazama mama. Asemi Yohana, utauza shamba lile? Utauza na ile gari yangu nzuri naipenda? Hapana, Yesu hana hata gari. Ndugu zangu, Bwana tusaidie sana. Kipindi chetu ni kipindi cha mwisho cha kufunga historia ya dunia hii. Tunaishi jioni kabisa ya historia ya dunia yetu hii. Muda umekwisha sana. Mbingu zitusaidie. Somo lijalo nataka tutazame tena, tujirudishe, tujikumbushe tena kutazama miaka 6000 na namna gani ya kufanya maandalizi haya wapendwa. Tusijisahau, maisha yanapita kwa kasi sana. Tusijisahau hata kidogo. Tusidhani tumefika duniani. Duniani tunapita. Tunapita duniani kwa kasi sana. Leo upo, kesho upo. Wengi tumewazika. Wengi wamepita kwa kasi, wamepotea, hawapo tena. Mungu atusaidie, tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, mwenye upendo na huruma, maisha yetu haya yanapita kwa kasi sana. Dunia hii ni fupi mno. Maisha yake ni machache. Anasa ni nyingi. Shetani anavuta watu, wanaume kwa wanawake, watoto kwa wakubwa, vijana, maskini na matajiri, wote waingie kwenye uasi wa dunia hii. Shetani anavuna watu. Wengi hawajajiandaa, wanakufa wakiwa vijana sana. Wanakufa kabla siku zao hazijatimizwa. Wanakufa kabla siku neno la Mungu. Ni huzuni Baba mbinguni. Tuhurumie, tusaidie, tuponye tena, tubariki. Tuvute karibu na wewe. Tusaidie kutambua ufinyu wa muda na maandalizi yanapaswa kufanyika. Asiwepo hata mmoja atakayepuuzia sauti hii Baba mbinguni. Sio kwa sababu ni mhubiri mimi Danieli, ila kwa sababu inatoka kwako. Na maneno yako Bwana hayatarudi bure. Yatakwenda kutimiza neno. Kila mtu atatambua wakati ambapo itakuwa imechelewa kabisa. Wengi watatamani kufanya maandalizi. Wengi watatamani kutoka mijini wakati itapokuwa haiwezekani tena. Maandiko yanasema tukipuuzia sasa hatutaweza tena. Baba tuhurumie, Baba tusamee. Tuhurumie, turudie tena Mungu wetu. Tunaomba tukurudie tena. Umesema wazi kwamba tukikurudia, tukitubu, tukiungama, upo tayari kutupokea tena. Tuhurumie Baba yetu mwema. Asante kwa uwepo wako maishani mwetu. Endelea kuweka uzito wa neno lako mioyoni mwetu ili tufanye maandalizi yanayostahili wakati huu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amina. Bwana akubariki sana unapotafakari haya. Maranatha.